Kisarawe ni moja ya wilaya yenye ng'ombe wengi sana na kwa maonyesho ya mwaka 2024 Kisarawe ilikuwa ni moja ya wilaya iliyokuwa na ufugaji bora wa ng'ombe. Ng'ombe aliyetoka Kisarawe kwa maonyesho ya 88 alikuwa na kilo 940. Hakuna wilaya yoyote nchini au halmashauri ilikuwa na uzito wa ng'ombe kufika kilo 940. Wilaya ya pili ilikuwa ni Tarime, iliyofuatia ilikuwa na kama kilo 880. Tarime sio. Kwa hiyo sisi kufikia kwenye ufugaji bora wa ng'ombe, sisi Kisarawe tunaongoza. Na tunafuga kienyeji lakini kwa muundo wa kisasa zaidi. Naamini next time we can visit to see where is our cattle. Lakini vile vile kutokomeka sokota ya mbuzi na kondoo. Kisarawe ni moja ya sehemu ambazo unaweza kupata wanyama mbuzi ambao tumewafuga hawajachoma sindano, kwa sababu sisi kwa mwaka tunapata mvua mara mbili. Kwa hiyo majani na malisho yako mengi sana, na tunaweza kutoa lunch kwa ufugaji bure, na mkuu wa idara yuko hapa ambaye amekuwa akitoa lunch. Tunawapatia wakulima lunch eka 100, 200, 300. Mtu ukiwa na ng'ombe 5 eka 1, ng'ombe 10 eka 2. Kwa hiyo tunakupatia eneo kulingana na wanyama ulionao. Kwa hiyo tunafuga ng'ombe wengi sana. Lengo ni kuweka wafugaji wakae maeneo ya pamoja na wakulima walime eneo moja. Hapo kuna changamoto ndogo ndogo ambazo tunaendelea kuzisoma. 69 kwa ajili ya chanjo za hizi wanyama, na tumekuwa tukifanya hivyo. Kwa hiyo nyinyi mnapokuja kutoka duniani huko, mnaisapoti serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunashukuru sana 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 ili appreciate kwetu ya tukafanya. Lakini vile kudhibiti mafua ya kuku. Mimi nafuga kuku wengi sana. Ninafuga njiwa, nafuga bata mzinga, nafuga kanga. Kwa hiyo ni moja na mimi babangu alikuwa mfugaji. Na sasa hivi na mpango na kufuga ng'ombe. Kwa hiyo hawa kufuga kuku ni chakula ambacho nakipata kiasi. Nafuga kuku wa kienyeji katika hali ya kawaida, lakini na wacha chakula wana. Kwa hiyo na mimi siku moja nitapeleka na mimi